Mara nyingi tumekuwa na mikakati mingi iliyoandikwa vizuri kwa lugha rahisi inayoeleweka. Changamoto kubwa tunayokutana nayo ni utekelezaji wa mikakati hiyo ambayo tumeiandika vizuri. Natamani sana katika kipindi hiki ambacho tunazindua mkakati huu usiwe sehemu ya mikakati iliyoandikwa ikakaa kwenye makabati. Itakuwa aibu sana baada ya miaka kadhaa tuna mkakati mzuri ambao tunauzindua leo, lakini hakuna kinachotokea kwa wananchi. Hakuna nyongeza ya watu wanaohama kutoka kwenye matumizi ya nishati sio kuwa safi kwenda kwenye matumizi ya nishati safi. Niwaombe tena wizara kusimamia kwa karibu hili jambo tuweze kulitumia. Sasa tuna vyombo vya habari vingi sana. Nataka niviombe kwamba vyombo vya habari wawe wao wenyewe katika mstari wa mbele wa kupeleka ujumbe wa nishati safi ya kupikia kwa wananchi. Hivi ninavyozungumza, nchi yetu tunazo redio zaidi ya 210 nchi nzima. Na katika Watanzania wote tulionao milioni 60, asilimia 45 ya Watanzania hao wanategemea habari zao kuzitoa kwenye redio. Tunazo TV 56. Tuna online content au majukwaa mbali ya kimtandao 575 ambayo ni blog na platform mbalimbali. Haya yote yakibeba agenda iliyopo ya nishati safi ya kupikia, itakuwa rahisi kuwabadilisha Watanzania fikra zao na kuwahamisha kuwatoa kwenye matumizi ya nishati sio kuwa safi kuwapeleka kwenye matumizi ya nishati iliyo safi. Kwani changamoto gani tulionayo ndugu washiriki? Moja, ukweli ni kwamba dhamira ya kisiasa ipo. Na tena dhamira ya kisiasa haijaanzia chini. Imeanzia kwenye ngazi ya juu ya uongozi wa nchi yetu, yani rais wa nchi yetu. Kwa hiyo dhamira ya kisiasa ipo. Jambo gani linalopungua? Jambo linalopungua la kwanza ni sisi wenyewe miongoni mwa Watanzania na hasa serikali kuwa na uratibu wa pamoja wa kusukuma ajenda hii. Ajenda hii sio ya Wizara ya Nishati, ni ya serikali nzima na Watanzania wote. Nitoe wito kwa wizara zote, taasisi zote na hasa serikali za mitaa kuibeba ajenda hii kwa uzito wake. Wale wanaotusaidia EU na wengine wote waone kuwa kazi hii tunaifanya kwa nguvu zetu zote. Nataka nitoe wito wizara ambaye ndiyo msimamizi mkubwa wa jambo hili pamoja na ofisi nyingine zote, tuwe na utaratibu wakati wote wa kujitathmini kila wakati tumefikia wapi. Kwa sababu kwa kweli shida tulionayo ni namna gani tutatekeleza mkakati huu. Kuwa na mkakati jambo moja, na mimi nakubali. Tunakwenda namna gani kuutekeleza. Tunaweza tukawa na mkakati hapa, tukapiga picha, tukatoka hapa, baada ya miaka 2-3 tukarudi pale pale tulipo. Nataka niwahakikishie kuwa tutalisimamia hili jambo kwa nguvu zetu zote ili mkakati huu uhame kwenye makabati uende kwenye utekelezaji. Mkakati tutakaozindua leo ni muhimu sana kulenga na kufikia malengo ambayo kwa kweli ni kuandaa na kutekeleza kampeni zinazolenga makundi mbalimbali katika jamii yetu, lakini kukuza uelewa wa umma kuhusu njia za ufadhili wa gharama nafuu na kuhakikisha kuwa ujumbe thabiti kwenye uelewa miongoni unafika kwa wadau muhimu ili wananchi waweze kubadilisha tabia.